Balozi Humphrey Polepole amebainisha kwamba baadhi ya viongozi wa serikali wamekuwa wakiwatisha viongozi wa dini kwa malengo makuu mawili. Lengo la kwanza ni kuwashawishi viongozi hao wa dini wawashawishi waumini wao washiriki katika uchaguzi uliopangwa kufanyika hiyo Oktoba 29 ya mwaka huu. Lakini jambo la pili, viongozi hao wa serikali wanaotoa vitisho kwa viongozi wa dini wamewataka viongozi hao wa dini wawashawishi waumini wao wampigie kura mgombea urais kwa tiketi ya chama cha CCM, yaani Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa ili kupata undani wa kilichoongewa na Balozi Polepole, hebu sikiliza mwenyewe taarifa hii aliyoitoa jana usiku wakati analihutubia taifa. Huyu hapa, msikilize. Leo nataka niwaambie, nimepata taarifa kutoka maeneo manne ambayo imekuja moja kwa moja kwa ushahidi. Kumekuwa kuna mikutano inaitishwa ya viongozi wa dini, na viongozi wa dini, mikutano hii inaitishwa na viongozi wa serikali, wanawashawishi kushiriki kwenye uchaguzi, kupigia kura mgombea wa CCM. Huyo ni Balozi Humphrey Polepole alipolihutubia taifa jana usiku, ambapo pamoja na mambo mengine kama mlivyomsikia katika clip hiyo fupi, ameeleza kwamba baadhi ya viongozi wa serikali wamekuwa wakiwatisha viongozi wa dini na kuwataka kwa upande mmoja wawahamasishe waumini wao ili washiriki katika uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, lakini pia kwa upande mwingine viongozi hao wa serikali wanaweka shinikizo kwa viongozi hao wa dini ili washawishi waumini wao wampigie kura mgombea urais kwa tiketi ya CCM ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa haya yote yana tafsiri kadhaa, lakini moja ya msingi ni hii: endapo CCM na serikali yake wangekuwa na uhakika kwamba uchaguzi wa Oktoba 29 utafanyika bila kipingamizi chochote, wasingehangaika kwenda kwa viongozi wa dini kwenda kuwatisha au kuwapa shinikizo. Hilo moja. Lakini pili, huu ni uthibitisho mwingine kwamba kuna changamoto kwa CCM, kwamba licha ya mpinzani mkuu wa chama hicho yani Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwekewa vikwazo, lakini kwa upande wa pili, licha ya mpinzani mkuu wa mgombea wa CCM yani Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwekwa jela, na inafahamika kwa kila mtu kwamba moja ya sababu za Mheshimiwa Lissu kuwa jela ni pamoja na hofu ya uchaguzi mkuu, lakini bado chama hicho kinahangaika kwenda huko na kule na kutoa vitisho kwa viongozi wa dini, jambo ambalo kwa hakika halipendezi. Lakini hiyo inaashiria kwa mtizamo chanya kwamba kuna kutapatapa kwa aina fulani, kwamba wapinzani wao wakuu ambao ni Chadema wamezuiliwa, lakini pia kiongozi mkuu wa upinzani Mheshimiwa Lissu yuko jela. Lakini hata yule mpinzani ambaye pengine asingewapa tishio lolote yani Luhaga Mpina kutoka chama cha ACT ambacho ni chama rafiki na CCM, naye kazuiliwa. Lakini bado Chama cha Mapinduzi kina hofu kuhusiana na uchaguzi huo. Hii inaweza kuwa habari njema kwa wote ambao wanadhani kwamba kuna namna inaweza kufanyika aidha dhidi ya uchaguzi huo au dhidi ya chama hicho cha Mapinduzi. Na haya yanajiri baada ya tukio lililotokea hapo juzi ambapo masista kutoka kanisa Katoliki walishiriki katika kampeni za Chama cha Mapinduzi za mgombea urais kwa tiketi ya chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan huko Ndanda, na tukio hili lilipelekea mtafaruku mkubwa kama nilivyoeleza katika video iliyopita hapa Jasusi TV, ambapo kulikuwa na manunguniko makubwa kutoka kwa waumini wa madhehebu ya Katoliki kwa uongozi wa kanisa hilo, kwa sababu taswira iliyopatikana mwanzoni ni kwamba huenda uongozi wa kanisa hilo ulitoa kibali au ruhusa kwa masista hao kushiriki katika
kampeni hiyo. Na hawa masista sio tu walishiriki, lakini walikuwa wamebeba bendera za Chama cha Mapinduzi na pia walikuwa wamebeba picha za mgombea wa chama hicho, jambo ambalo kwa hakika sio tu lilishtusha, lakini pia lilikera, kwa sababu kumekuwa na msisitizo mkubwa hasa kutoka kwa Chama cha Mapinduzi kwamba kuna umuhimu wa kutenganisha siasa na dini, lakini hilo ni sehemu ndogo tu ya tatizo. Kwa watu wanaofahamu utendaji kazi wa watawa, masista, iwe ni washirika au wajimbo, hawa ni watu ambao wanaongozwa na sheria kali sana. Masista iwe wajimbo au washirika, kuna nidhamu kali sana, yani kama nidhamu ya kijeshi kwa namna fulani. Kwa maana hiyo ni jambo lililokuwa haliwezekani kwa masista hao kujiamulia wenyewe kwenda kwenye ile kampeni. Kwa hiyo moja ya maswali mawili ambayo watu wengi walikuwa wakijiuliza ni kwamba nani aliyewashawishi au aliyewapa maelezo ya kwenda kwenye huo mkutano wakiwa na hizo bendera pamoja na picha za mgombea wa CCM. Lakini hayo sasa tunayafahamu vizuri, majibu yamepatikana katika tamko lililotolewa na Kanisa Katoliki. Baraza la Maaskofu la Kanisa Katoliki TEC, kupitia kwa rais wa baraza hilo, Askofu Wolfgang Pisa, jana alitoa hotuba fupi lakini kali sana ya kukataza viongozi wa kanisa hilo kushiriki kwa namna yoyote katika shughuli za kisiasa, ikiwa ni pamoja na mikutano hii ya kampeni. Na kwa moja alitoa zuio kwa masista, kwa mapadri na viongozi wengine wa kanisa hilo Katoliki. Lakini kulikuwa na kitu cha muhimu zaidi ambacho Askofu Pisa alikiongelea katika hilo tamko lake jana. Alieleza kwamba kuna watu ambao wanapita huku na kule kuwarubuni watu, kwamba na wanawarubuni watu ambao hawafuatili mambo yanaendelea, kwa sababu maisha kwenye utawa mara nyingi ni kama kujitenga na yanayoendelea duniani. Sidhani kama katika mazingira ya kawaida masista wa jimbo wana muda wa kukaa kufuatilia kampeni zikoje, kiasi cha kuhamasika kwenda kushiriki kwenye shughuli za kampeni wakiwa wamebeba bendera pamoja na picha za mgombea wa CCM. Kwa hiyo kulikuwa na namna fulani, lakini majibu yamepatikana katika kauli iliyotolewa na Askofu Pisa kwamba kulikuwa na urubuni uliofanyika. Sasa ukiunganisha na haya aliyosema Balozi Polepole, unapata picha kwamba yayumkinika kuamini kwamba hata wale masista walirubuniwa kwa namna fulani. Sasa kama ni kurubuniwa kwa maana tu ya wao moja kwa moja, au viongozi wa shirika lao walirubuniwa, au viongozi wa jimbo walirubuniwa, hilo pengine tutakuja kulifahamu huko mbele ya safari. Lakini tunachofahamu sasa kupitia kwa kauli ya Balozi Polepole ni kwamba kuna jitihada zinazofanywa na viongozi wa serikali, kwa maana ya serikali ya CCM, kuwashinikiza viongozi wa dini. Na kama ulivyomsikia hapo, Balozi Polepole ametoa uthibitisho wa baadhi ya makanisa ambayo yamekumbana na changamoto hii. Lakini kama nilivyosema hapo mwanzo, hii inaweza kuwa ni habari njema. Habari njema kwa sababu laiti Chama cha Mapinduzi kingekuwa kinajiamini, na kinapaswa kujiamini kwa sababu kimedhibiti kila kitu. Polisi wako upande wao, idara ya usalama wa taifa iko upande wao, jeshi liko upande wao na kila kitu. Kwa hiyo kwa mazingira haya, angalau kinadharia hawakupaswa kuwa na hofu. Lakini kama wana hofu, hii inamaanisha kwamba hata wao wenyewe hawajiamini kama hao waliokuwa nao kweli wanawaunga mkono, kweli watawasapoti, kwa sababu vilio vya Watanzania vinawagusa hata hao ambao pengine wanaonekana kuwa karibu na CCM, wamefungamana na CCM. Ndio maana sasa zinafanyika jitihada. Kama nyie mna polisi, nyie mna idara ya usalama wa taifa, nyie mna jeshi, kwa nini sasa mkahangaike na viongozi wa dini? Kwa nini mkachukue masista, mna vijana wasanii, mnawapa pesa wakafanya kampeni? Kulikuwa na haja gani ya kwenda kuwarubuni masista waje kwenye kampeni na picha za mgombea pamoja na bendera za chama? Kwa hiyo hii inaashiria kuna tatizo, na endapo kuna dhamira ya dhati ya watu wanaoamua kuikabili CCM, hii inapaswa kuangaliwa kama habari njema. Inakera, lakini katika kukera huko kuna ukweli unaofichuka, na ukweli huo umejithibitisha kama nilivyosema hapo awali katika maeneo mawili. La kwanza ni hii taarifa ambayo ametoa Balozi Polepole jana usiku kwamba baadhi ya viongozi wa serikali wamekuwa wakitoa vitisho kwa viongozi wa dini, kuwataka kwa upande mmoja viongozi hao wa dini wawashawishi waumini wao washiriki katika uchaguzi, kwa sababu kama wanafanya hivyo, maana yake kuna hofu kuwa kuna watu hawatoshiriki katika uchaguzi. Lakini upande wa pili wanataka pia ushawishi kwa waumini wa viongozi hao wa dini ili wampigie kura
mgombea wa chama hicho. Kwa maana hiyo kuna hofu kwamba mgombea wa chama hicho licha ya kwamba hana upinzani wote wa maana, ukitoa hao chama cha ubwabwa na wengine ambao hawajielewi, lakini bado kuna hofu kwamba hatopata kura za kutosha katika uchaguzi huo, uchaguzi ambao wenyewe ndio wameutengeneza, wameuchakachua na kila kitu. Kwa hiyo hizi zinapaswa kuangaliwa kama habari njema, lakini upande wa pili ni kile alichoongea Askofu Pisa ya kupiga marufuku, na kanisa Katoliki linastahili pongezi kubwa kwa kuchukua hatua sahihi on time kuhakikisha kuwa vitu hivi havijirudii, lakini pia wamefafanua kwamba kuna aina fulani ya kuwarubuni viongozi wa dini inatokea. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na haya matukio mawili? Basi toa maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.